Niliyemlinda kwa njaa na shida, leo ananipita kama mimi ni kivuli cha zamani. Mke wangu, mbona umeniacha ndani peke yangu umekuja kukaa hapa nje? Una shida gani? Matutu, najua unanipenda ndio maana umenioa. Lakini unajua kwa nini ndugu zangu hawakuhudhuria harusi yangu? Wengine niliwaona. Kasoro mama yako ndio sikumuona. Na nilipanga pia nikuulize hilo. Mamangu amekamatwa. Yuko lock up. Amekamatwa? Amekamatwa na nani? Ameshtakiwa na benki kwa kushindwa kulipa pesa alizokopa. Ndio ameenda India kujitibia ini. Yaani kwamba mama alikuwa anaumwa mama anakuja kuniambia? Hebu sawa. Hizo pesa anazodaiwa ni shilingi ngapi? Pesa ni nyingi sana. Ungeachana nazo tu Matutu. Mke wangu, mimi sipendi kukuona ukiwa hivi. Furaha yako ndio furaha yangu mimi. Sasa unasema tuliache kwamba mama endelee kuteseka kwa sababu ya pesa? Hebu nisikilize. Mimi niko tayari kulivaa hili kwa gharama yoyote ile. Nahitaji niambie hiyo pesa ni shilingi ngapi Omaina? Kama milioni 35. Milioni 35? Sarafu. Mke wangu, hizo sio pesa nyingi. Unajua, labda nikwambie ukweli. Nilitaka nikufiche hili mpaka kila kitu kikae sawa, lakini kwa sababu nimeingia changamoto hii, sina namna ya kukwambia. Kiukweli, mimi sipo likizo, ila mimi nimesimamishwa kazi. Kuna mambo yametokea ofisini na nafasi yangu amepewa mtu mwingine. Na najaribu kufikiria namna ambavyo tunaweza tukamsaidia mama. Kiukweli hata harusi yetu imechukua pesa nyingi sana. Inagharimu pesa nyingi mno. Benki imebaki pesa ndogo sana ya kula. Kuna jambo nalifikiria kwa ajili ya kumsaidia mama. Jambo gani tena hilo? Mimi nafikiria tuuze nyumba kwa ajili ya kumsaidia mama.